Hiyo nilijisikia huru kwa mara ya kwanza baada ya wiki nyingi. Nilijua safari ya haki haijaisha, lakini angalau sauti yangu ilikuwa imesikika. Wakati huo huo, Kelvin alipatikana. Alikuwa ametupwa kwenye shamba la mihogo Kigamboni, akiwa amechapwa vibaya. Tulimpeleka hospitali. Nilimtembelea mara kwa mara. Kila wakati akinitazama, macho yake yalikuwa na swali moja tu. Je, kweli tutashinda vita hii? Nilimwambia, tayari tumeishinda Kelvin. Tulichotaka ni ukweli, na sasa watu wanaujua. Lakini usiku mmoja nilipopitia hospitali sikumkuta tena. Daktari aliniambia, watu wawili walikuja usiku, wakasema ni ndugu zake. Tangu hapo hatujamuona tena. Nilijisikia tumbo likiungua. Nilijua Musa hajamaliza mchezo wake. Nilirudi nyumbani kwa Rehema usiku ule. Nikamkuta amekaa kwenye laptop, akiniambia, video mpya imeibuka Adam. Wanasema wewe na Kelvin mlishirikiana na video ile uliotoa ni edited. Nilicheka kwa uchungu. Wametumia silaha ile ile, video. Nikainua macho nikamwambia, Rehema, hii ni vita ya giza. Wametumia kamera kuniharibu, lakini sasa nitaitumia kamera hiyo hiyo kuwaangamiza. Rehema akanikazia macho, unamaanisha nini? Nikajibu, nina mpango, lakini safari hii sitacheza peke yangu. Nilijua mbele yangu kuna vita mpya, vita ya ukweli dhidi ya pesa, na vita ya sauti ya mnyonge dhidi ya mfumo wa rushwa. Nilijua ili kumwangusha Musa, ilikuwa lazima niingie tena kwenye kiwanda kile, mahali ambako giza lilianza. Wiki 2 zimepita tangu video yetu ienee mitandaoni. Kila mtu sasa anazungumza kuhusu mlinzi wa usiku aliyevunja ukimya. Lakini mimi, Adam, bado sijapata amani. Kelvin bado amelazwa, na mtu mmoja bado yuko huru, Musa. Kila usiku napata simu zisizo na sauti. Kila asubuhi nikitoka, nahisi kama kuna macho yanayonifuata. Niliwahi kujaribu kupuuzia, lakini nilijua giza bado halijaisha. Nilikaa na Rehema kwenye chumba chake cha habari. Aliniambia, Adam, polisi wanasema hawajampata Musa, lakini wamepata taarifa za mtu aliyesafiri kwenda Tanga usiku ule wa tukio. Nikanyamaza kwa muda mrefu. Kisha nikasema, kama hawatampata, mimi nitampata. Rehema alinitazama kwa hofu. Adam, hii inaweza kukuua. Nikajibu kwa sauti ya chini, naweza kufa nikiwa najua nilifanya kilicho sawa, kuliko kuishi nikiogopa. Niliondoka usiku ule ule. Nilisafiri kwa basi hadi Tanga, mahali ambapo majibu ya kila kitu yalikuwa yamejificha. Nilipofika, nilianza kuulizia mtu mwenye sura ya Musa. Watu wa bandari waliniambia wamekuwa akiona mtu kama huyo akipakia mizigo kwenye makontena yanayoenda Mombasa. Nilihisi jasho jepesi mgongoni. Musa alikuwa anajaribu kutoroka nchi. Nilipanga mpango wa haraka. Nilivaa mavazi ya wafanyakazi wa bandari. Nikachukua clipboard mkononi. Nilijua usiku huo utakuwa hatari. Lakini haukuwa usiku wa kwanza kwa mimi kupigana na giza. Nilimwona akiwa amesimama pembeni ya kontena. Amevaa kofia kubwa na koti jeusi. Sauti yake haikuweza kusahaulika. Nilitembea taratibu nyuma yake. Nikasema kwa utulivu, sio kila anayekimbia hupona, Musa. Akapinduka ghafla akitabasamu. Nilijua utaniandama, Adam. Tulitazamana sekunde chache, upepo wa bahari ukipuliza baridi kati yetu. Nikamuuliza, kwa nini ulifanya hivi? Watu wameumia, Kelvin karibu afe, na we bado unakimbia. Akanicheka. Unadhani ni mimi peke yangu? Adam, mimi ni kipande kidogo tu kwenye mfumo mzima. Umeonyesha video moja, lakini wapo wakubwa zaidi nyuma yangu. Nilihisi moyo ukitetemeka. Namaanisha kuna wengine zaidi.
Akanitazama kwa macho ya kina. Ndiyo, na wakijua tumeongea, wote tutatoweka. Nilihisi hofu ikipanda, lakini nikajikaza. Sijali, hata kama ni mfumo mzima, nitaupinga. Akanikaribia taratibu. Adam, najua huna silaha, lakini mimi sina mpango wa kukuua. Nataka kukupa ofa. Tuache yote haya. Nitakupa pesa, nyumba, usalama. Unaweza kuanza upya. Nilitabasamu kwa huzuni. Nilianza upya siku nilipoamua kusema ukweli. Akatabasamu kwa sekunde chache, kisha akasema, basi ukweli wako utakugharimu. Akaweka mkono mfukoni, nikafikiri anavuta bastola. Lakini kabla hajaifanya chochote, mlio wa saireni ulisikika mbali. Polisi walikuwa wamezunguka eneo lote. Rehema alikuwa amepata taarifa kupitia GPS ya simu yangu na alikuwa amewaita polisi kimya kimya. Musa aligeuka kwa hasira. Umenichezea Adam. Alijaribu kukimbia kuelekea bandari, lakini askari walikuwa wamefika. Alipofika ukingoni mwa gati, alikimbilia kwenye kontena lililokuwa tayari kupakiwa kwenye meli. Nilienda nyuma yake. Ndani ya kontena kulikuwa na boksi kubwa la saruji lililofungwa. Nilipoangalia vizuri, ndani yake kulikuwa na mafaili, hati za kampuni, mikataba ya hongo na orodha ya majina ya maafisa waliolindwa kwa rushwa. Nilimkazia macho Musa nikamwambia, huu ndio mwisho wa giza lako. Akanitazama kwa macho ya huzuni. Hata ukinitoa, wengine wataendelea. Nikajibu, basi nitawaandama wote. Polisi walimtoa pale akiwa amefungwa pingu. Nilisimama pembeni nikiangalia meli ikiondoka mbali. Rehema alikuja na mikono yake ikitetemeka. Adam, umefanya jambo ambalo halijasemwa nchini hii. Nikamtazama na kusema, sio mimi, ni sisi. Mimi, Kelvin na wewe. Tulipigania sauti ya wanyonge. Nilirudi Dar baada ya siku chache. Kelvin alianza kupona taratibu na kampuni ile ilifungwa rasmi kwa uchunguzi mkubwa. Walinzi wengi waliniandikia ujumbe, Adam, umetupa ujasiri. Kwa mara ya kwanza tunajua hata sisi tuna thamani. Nikakaa kimya muda mrefu nikitazama anga la usiku, nuru za jiji zikimetameta mbali. Nikajisemea, usiku hauwezi kuficha ukweli daima. Mwisho wa kila kiuli, kuna mtu anayeamua kuwasha mwanga. Na mimi Adam, nimeamua huo mwanga nisiuzime tena. Ni miaka 3 sasa imepita tangu usiku ule wa mwisho bandarini. Tangu siku nilipokutana uso kwa uso na Musa. Tangu niliposikia milio ya siren ikimaliza ndoto za uovu. Mambo mengi yamebadilika, lakini kumbukumbu za yale mapambano hazijawahi kufutika. Kelvin alinusurika, ingawa mwili wake ulipoteza nguvu upande mmoja kwa sababu ya risasi ile. Lakini bado hana roho ya simba. Sasa ni mwalimu wa vijana wa usalama. Anawafundisha jinsi ya kutumia kamera, sio risasi, kama silaha ya haki. Wakati mwingine akinitazama, hucheka akisema, tulisafisha kiwanda kimoja, lakini tuliamsha taifa zima. Rehema naye alikuwa jina kubwa kwenye habari. Sauti yake sasa inasikika kila asubuhi kwenye redio. Sauti ya wanyonge. Ni kipindi kinachoangazia rushwa, haki za wafanyakazi na sauti za walinzi. Kila anapotaja jina langu hewani, husema kwa utulivu, huyu ndiye mlinzi ambaye aliamua kupiga kelele gizani. Mimi Adam, sikurudi tena kuwa mlinzi wa usiku. Sasa nafanya kazi na taasisi za usalama binafsi kuwapa mafunzo walinzi wapya kuhusu uadilifu na mbinu za kujilinda kisaikolojia.